Sana mwanamichezo, tuweze kuzungumza mambo mbalimbali ya kimichezo na burudani. Mimi mbele yangu niko na Machiri ndugu yangu. Tumekuja kuzungumza yale ya kimichezo na burudani. Machiri ndugu yangu, uko poa? Bana, mimi niko poa, niambie. Heri kabisa. Tunamshukuru Mungu. Heri kabisa. Heri kabisa, zaidi ya heri. Una furaha bwana? Tena nyingi sana, sio kidogo. Niambie. Bwana ndugu yangu, weekend hii mwendelezo wa ligi kuu Tanzania bara iliendelea tena. Tuliishuhudia klabu ya soka ya Young Africans, lakini tumeishuhudia pia klabu ya soka ya wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club. Sare dhidi ya TRA kwa upande ya Young Africans ili kunyong'onyesha kiasi gani kabla sijaja kwa mtani? Jambo la kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye yeye anatupa fursa ya kukutana na waandishi na kuzungumza kile ambacho tunakiona kwenye michezo. Yote kwa yote lazima tuseme ukweli, mechi na ligi safari hii imekuwa ngumu sana. Lakini ugumu wa ligi yetu ya Tanzania sasa hivi NBC inaletwa kutokana na ratiba mbovu ambayo inapangwa na bodi ya ligi. Lakini kama ratiba ingekuwa inazingatia masaa 72 ya kimchezo, yani kwamba mtu anacheza leo kama vile tulivyomaliza sisi na Dar es Salaam Young Africans dhidi ya TRA, afu tunapewa masaa 72 ya kupumzika. Maana yake ni kwamba wachezaji unawapa nafasi nzuri ya kupumzika na akili kurudi mchezoni kuja kucheza mchezo mwingine. Lakini ratiba mbovu ambayo inapangwa na bodi ya ligi na watu wengine, sielewi kitu gani ambacho kinaendelea katika bodi ya ligi na TFF. Na hisi labda kuna mtu nyuma ya bodi ya ligi anasababisha. Lakini yote kwa yote sisi tunakubali tumetoa draw dhidi ya TRA, lakini mpira ulipigwa mkubwa sana na matokeo tulikuwa tunahitaji sisi tupate pointi 3, lakini matokeo hayakuwa kwetu. Mwisho wa siku tulipata pointi moja ambayo imeenda kutusogeza tena kukaa juu kwa pointi zetu zaidi ya 7 kama sikosei. Umeelewa vizuri? Mnahisi kwamba mnaonewa? Kuonewa mimi nasema ni sahihi, sio tunahisi. Yani jambo ambalo lipo mpaka sasa hivi kwa wanayanga wote na sio wanayanga tu, hata wachezaji, benchi la ufundi na uongozi mzima tunajua moja kwa moja kwamba sisi tunaonewa na bodi ya ligi. Sisi tunaonewa na ratiba zao ambazo wanazipanga, hazifati kanuni, hazifati sheria 17 zilivyo. Kwa sababu sheria 17 za mchezo na kanuni zetu za soka zinatuzungumza kwamba mchezo ukichezwa unapokwisha, baada ya mchezo unapokwisha unahesabu masaa 72 ndio mtu mcheze mchezo mwingine. Lakini Yanga unamkuta ndani ya masaa 48, ndani ya masaa 52, masaa 60 Yanga anachezeshwa. Yanga anafikia sehemu akicheza tu mechi ikisha anapanda ndege au anapanda gari anaenda katika kituo kingine ambacho kinaendelea. Kwa kutokana na mambo hayo, mimi niwaambie tu ukweli, kama kuna kiongozi yoyote wa serikali wa nchi yeyote awe katika idara ya michezo, nikimaanisha wizara ya michezo, au mwanasiasa akiwa katika pande yoyote ile, basi kama yupo mtu wa namna hiyo aache mara moja, kwa sababu mpira wetu unakwenda kunajisiwa na watu wa siasa. Mpira wetu unakwenda kuharibiwa na watu wa siasa. Mimi niwaambie moja kwa moja, kama yupo mtu huyo, na sisi kwa imani yetu tunajua yupo na tunamjua kama yupo, na kwa sababu tunamjua yupo. Ni nani huyo? Ngoja nikwambie, nimeshakwambia wanasiasa na wanaongoza mpira huu, umeelewa vizuri? Yani wapo kwenye wizara kubwa za michezo, umeelewa vizuri? Ni mwanasiasa. Naam. Lakini anaongoza, umeelewa vizuri? Ni mwanasiasa, yupo kwenye michezo na ana mamlaka ya michezo nchini, umeelewa vizuri? Yupo kwenye wizara moja ya michezo hapa nchini, umeelewa vizuri? Kwa sababu hapo wapo kwenye wizara hiyo wapo viongozi wakubwa kwenye hiyo wizara. Lakini tunasema hivi, yupo mmoja ambaye anakuja kutuharibia sisi mpira. Asilete siasa kwenye mpira, hakikisha anasimamia miundombinu ya viwanja vinajengwa, lakini mambo ya usimba na uyanga yeye akae pembeni. Game zianze kupigwa na zichezwe kwa weledi ambao unatakiwa. Mpira wetu umetengenezwa na Simba na Yanga. Mpira wetu Yanga amefanya kazi kubwa sana kuuleta katika daraja kubwa katika nchi hii, umeelewa vizuri? Leo tunatambulika barani Afrika, tunatambulika duniani. Unapotaja Dar es Salaam Young Africans inaonekana ni Tanzania. Hiyo timu inapatikana ndani ya nchi ya nini? Ya Tanzania. Sasa wanasiasa wasiingilie haya. Kama wapo wengine nyuma ya huyu ambaye sisi tunamfikiria, basi kama wapo wengine nyuma ya huyu tunamfikiria ambaye anaenda hayuko mmoja. Wapo wengi sana wanasiasa ambao wanaenda kuivuruga ligi ya Tanzania. Wapo wengi sana, na mimi niwaambie tu kitu kimoja. Sasa hivi yapo mambo mengi ambayo yanazungumzwa kuhusiana na mpira wetu, kuhusiana na ligi yetu, kuhusiana na uongozi wa Dar es Salaam Young Africans. Wanataka waende wahakikishe Dar es Salaam Young Africans hachukui mara 5 mfululizo. Unaelewa vizuri? Hachukui mara 5 mfululizo. Kuna watu wamedhamiria na wanadili siwe bingwa mara 5 mfululizo. Mara 5 mfululizo. Hii ni finali, unajua. Hii ni finali. Simba amechukua mara 4 mfululizo.
Dar es Salaam Young Africans amechukua mara 4 mfululizo. Hii ni fainali battle la Simba na Yanga, mmoja achukue mara 5 mfululizo. Sisi tumejiwekea malengo ya kuchukua mara 5 mfululizo. Kinachotokea ni nini? Ili tusichukue mara 5 mfululizo ndo wanatupangia zile battle hapa kwa hapa. Sisi tunahitaji double standard ionekane. Leo ya Yanga anacheza leo, basi tuhakikishe na Simba anacheza siku ya pili, au amecheza nyuma ya Yanga. Leo amecheza Simba, kesho anacheza Yanga, wanapumzika masaa sawa. Lakini hebu fikiria mechi ya Simba toka ilipogairishwa. Umeelewa vizuri? Toka mechi ilipogairisha ya Simba na Arusha pale. Dhidi ya TRA. Dhidi ya TRA. Ambao mmecheza nao nyinyi. Ambao sisi tumecheza nao tukatoka draw. Wamepumzika siku takriban kama 6 hivi. 4 siku 4. Wamepumzika siku 4 toka pale. Siku ya 5 leo wanacheza. Nimesikia na nimepata habari mpira wao sijauangalia. Dakika sasa hivi inakwenda 89 90, ngoma nyau nyau. Umeelewa? Moja. Nyau. Yaani wamefunga goli dakika chache, dakika 2 tu watoto wanapata faulu wanafunga goli. Kwa hiyo inakuwa nyau moja. Dakika 89 inakwenda 90. Je, kama ingekuwa Dar es Salaam Young Africans anapewa nafasi ya mapumziko? Tunazungumzia nafasi ya mapumziko. Au huyu Simba leo ambaye amepata nafasi ya mapumziko takriban siku 4 ya 5 ndo anacheza, sio? Kama angekuwa anacheza battle la Yanga ile nda tungemzungumzaje leo zidi ya Bamba? Fix by fix. Yaani maana leo angekuwa anacheza masaa 72 akamiliki, anacheza tena. Maana yake ni kwamba angekwenda kushushwa daraja. Ndo ukweli. Sasa mtu kapumzika ndani ya siku 4 siku 5 hizi. Leo anacheza ndugu yangu mpaka sasa hivi dakika 89 nyau. Umeelewa vizuri? Kama ingekuwa kuna uwezekano mkubwa wa yeye apangiwe mechi kama anavyocheza Yanga dakika, yani masaa 50 anacheza, masaa 50 anacheza. Leo hapa tungemzungumzia Pamba amemfunga Simba hata goli 5. La haula. Ndio hivyo ndugu yangu. Mimi niwaambie bodi ya ligi waendelee kuwa na misimamo katika ratiba zao. Waache mipango miji ambayo inaendeshwa nyuma ya wao kulazimishwa kufanya vitu ambavyo havistahili kwenye mpira wetu. Lakini walijinadi ya kwamba wamepunguza kutoka alama 5 zikabaki 3 zikabaki 2. Ndugu yangu kiporo kumbe huwa kinachacha. Yaani ulishawahi kufunika chakula alafu kikachacha. Yaani nikwambie kitu, hakuna kiporo kibovu kama kabichi likilala. Oya linanuka kama kinyesi. Umeelewa vizuri? Hakuna kiporo kibovu kama kabichi likilala, linanuka kama kinyesi. Kwa hiyo Simba kilichotokea ni kwamba kama walitegemea viporo vinakuja kupashwa moto, kiporo walichokilaza ilikuwa ni kabichi ambapo wameliunga na nazi. Umeelewa? Kabichi wameliunga na nazi, matokeo yake likilala baba, likiamka. Yaani ukilipa tu dakika kadhaa tu, baba haukai ndani ya nyumba. Bwana Mtibwa unawasubiri bwana pale Dodoma. Kiufupi ni kwamba sisi tunamshukuru Mungu, bato letu linaendelea vizuri. Draw hizi ambazo tumezipata, sisi tunasema manyoshukuru kalila hata kathira jida. Asiyeshukuru kidogo hata ukimpa kikubwa hawezi kushukuru. Lakini yote kwa yote mimi niseme kitu kimoja. Mechi ambayo tunakwenda kucheza Dodoma Jiji dhidi ya Mtibwa Sugar, tunakwenda kuandika alama zetu. Tunakwenda kucheza uwanja wa Dodoma Jiji. Dodoma Jiji dhidi ya Mtibwa Sugar. Young Africa dhidi ya Mtibwa Sugar. Itakuwa ni mechi yenu ya mwisho kwenye mzunguko wa kwanza. Tunapumzika nafikiri kupisha timu za taifa. Tuna takribani kama wiki 1 au wiki 2 za mapumziko. Kaka, tukirudi hapo shetani yote akae mbele yetu. Majeruhi watakuwa wamepona wote, tunaamini. Mmoja tu ambaye tunaamini mpaka sasa hivi tunamwombea dua ndugu yetu Dickson Jobu, kwa sababu ana muda mrefu wa mapumziko. Umeelewa vizuri? Lakini waliobakia hawa akina Clement Mziza, akina nani, naamini hata Clement Mziza atakuwa yupo, lakini hawa waliobakia akina Depu, akina Prince Dube, akina wote waliobakia wanarudi katika fomu yao, tunaendelea kukiwasha kama kawaida. Kwa maana hiyo kiporo kumbe huwa ndugu yangu kina chacha. Kwa kumalizia, nakwambiaje, yani sasa hivi tayari nimesikia dakika zimeongezwa 120, yani mpira unaenda kama 110. Umeelewa vizuri? Watu wanalazimisha wapate nini? Wapate bao. Lakini kiporo nimekwambia kilichochacha leo ni kiporo cha kabichi. Kiporo cha kabichi ambacho kimeungwa na nini? Na nazi. Kaka, ndani ya nyumba mkae mnahisi kama kinyesi. Shukrani sana. Asante sana kaka, asante sana.